Africans, kilichotokea kesi dhidi ya Kasi umeisikia. Wewe kwako umeyapokeaje maamuzi haya? Mimi nimeyapokea kwa furaha na kwa heshima zote. Mama nimewapongeza wanasheria wa Yanga na viongozi wa Yanga kupeleka ile kesi kule. Kwa sababu gani wamepeleka ile kesi? Wamepeleka kesi kwa kutaka mpira ushinde, lakini mpira umeshindwa. Wameshindwa nani, takataka zimeshinda. Kwa sababu anakuambia hivyo, ukimuuliza leo mwana Simba au mwana michezo kwamba ile wale bodi ya ligi walikuwa na haki kuahirisha ule mpira ile mechi? Wana haki kwa sababu wametumia sheria kanuni ile kanuni ya 34.1 kwamba ukiona nini ambayo inamruhusu bodi ya ligi kugairisha mechi. Yaani mtu akigoma tu uahirishe. Inategemea kwa sababu walisema kuna viashiria vya rushwa vilitokuwepo pale, kuna viashiria vya uvunjifu wa amani vingetokea. Kuna viashiria vya rushwa, viashiria vya uvunjifu wa amani. Yaani viashiria vya rushwa kwanza hao wanatakiwa ingie TAKUKURU, ambapo TFF yeye hana TAKUKURU. Viashiria vya amani wanatakiwa hao maaskari ndio watoe taarifa hiyo. Kwanza unalikosea jeshi la polisi ukiongea hivyo. Ukisema kwamba hii kuna sheria vya uvunjifu wa amani na kati polisi wameweka ulinzi wao, wewe unaikosea polisi. Na maana tuambia si polisi haifanyi kazi vizuri, kwamba muda wote amani inavunjika. Sawa, hao wanatakiwa polisi. Wakasema viashiria. Viashiria hivyo wanavitolea nani? Maelezo. Sio mimi au wewe, ni askari. Hapa ondokeni. Ulipata ripoti hiyo kutoka kwa basi kwanza. Hapa ondokeni, sisi kama ni askari tunaashiria hapa kutakuwa kuna uvunjifu wa amani. Sio TFF wala bodi ya ligi. Si unanielewa? Wanasimamia ligi? Wao wanasimamia, wao ndio wanajua kwamba askari hao hawezi kulinda amani hapa. Wao kwa sababu wanasimamia ligi kwamba wanasema kwamba mkuu wa polisi wa Dar es Salaam hawezi kulinda amani pale taifa, si ndio? Kwa hiyo hafai. Kamanda wa polisi wa Dar es Salaam hafai kulinda taifa pale watu 60,000 kweli? Ambao anatulinda watu milioni milioni ngapi hapa Dar es Salaam? Hiyo sio kweli. Ila la msingi liko hivi, mimi nachorudia pale, mpira umeshindwa. Mpira umeshindwa, madudu wameshinda. Ushafahamu? Na hivyo nikuelekeze sasa. Nataka nikuelekeze masuala ya kesi. Kesi kuna engo mbili au moja. Jinsi ilivyo kesi kutoka Kagera. Unakumbuka? Alishinda. Walipewa Simba baadaye zikarudishwa. Walishinda. Sio alienda kasi. Walishinda. Kwa sababu nani alikuwa pale juu? Alikuwa nani juu pale? Alikuwa Malinzi kipindi hicho, kama umesahau nani mwandishi wa habari. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Sisi Yanga haya mambo yote tushasahau. Tulitaka tu tujue kwamba watu wanafanya vipi mpira wao. Ila tunapoendea sisi kwenye baraza la kupiga kula, kwenye kabati la kupiga kula, ndio tunaenda kumaliza ule mtata wote. Najua unielewe ninachongea masuala ya kupiga kula. Lakini wewe utajua kwamba siku ikifika kupiga kula, pale ndio tunataka kutoa uchafu wote, tunaweka usafi. Lakini kwa sasa hivi kila jambo likitokea tunaweza tukashindwa. Hivi unaona mpira kilichotokea jana ni sahihi? Zile penalti za jana ni sahihi. Lakini ndio mpira, madudu wa mpira wa uongozi huu ulivyokuwepo. Kwa hiyo hili uondoke, ile mambo tuyakomeshe, sio kwa mdomo na wala sio kutaka kufungua kesi, kwa sababu wale wana haki kuandika jambo lolote wakakufutia wewe hatiani. Hadi tugusie kwanza mechi ya jana kwa uchache tu iliyotokea Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa. Mechi ya jana Simba wameshinda wao mechi yao kwa mipangilio yao. Ndio maana nikasema vipi hapa, nimwambia kipindi nafika wana Yanga tunatakiwa tumpongeze sana Injinia kwanza kapambana, kapata mechi zake 3. Kashinda mechi zake 4 zote. Kakamata pointi zake, kakaa juu pointi 70. Wao wamekuja washinde mechi zao. Na ndio maana sisi tulikuwa tufanyi masiara tunapopangiwa, kila game tunapopangiwa. Tulipangiwa game mfululizo. Lakini zote tukachukua tukashinda. Ali, shukrani sana. Asante.